wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka amefanikiwa kupatanisha rais mstaafu Uhuru Kenyatta na kiongozi wa chama cha DCP na aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. KTN inadhibitisha kwa uhakika kwamba aliyekuwa rais wa Nigeria Olusegun Obasanjo alikuwa mshawishi mkuu katika kusuluhisha mvutano wa kisiasa kati ya Uhuru Kenyatta na Rigathi Gachagua. Makubaliano hayo yalifikiwa nchini Nigeria mapema mwezi uliopita, na kama anavyoripoti mwandishi wetu wa masuala ya siasa Chris Dairo, makubaliano rasmi kati ya viongozi hao wawili yanatarajiwa kufanyika rasmi katikati ya mwezi huu. Tutazame. Mazungumzo ya kuwapatanisha wawili hao yamekuwa yakiendelea kwa muda, yakiongozwa na kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka, na sasa KTN inadhibitisha kuwa makubaliano hayo yameshafikiwa. Kwa mujibu wa duru za ndani ya muungano wa upinzani, makubaliano hayo yaliafikiwa rasmi nchini Nigeria mapema mwaka huu, ambapo rais mstaafu Uhuru Kenyatta na Kalonzo Musyoka walifanya mkutano wa faragha na aliyekuwa rais wa Nigeria Olusegun Obasanjo pembezoni mwa hafla ya Future Africa Leaders Awards iliyofanyika jijini Lagos. Inadaiwa kuwa Obasanjo, anayehesabiwa kuwa mmoja wa viongozi wa kongwe wenye ushawishi mkubwa barani Afrika, alitoa mchango mkubwa katika kusuluhisha mvutano huo. Kwa sasa kinachosubiriwa ni hafla rasmi ya salamu za heri itakayowaleta pamoja viongozi hao wawili waliowahi kuwa marafiki wa karibu kabla ya kugeuka mahasimu wa kisiasa. Hafla hiyo inatarajiwa kufanyika katikati mwa mwezi huu. Kufikia sasa, dalili zote zinaonyesha kuwa rais mstaafu Uhuru Kenyatta ataunga mkono mgombea urais atakayekubaliwa na muungano wa upinzani. Lakini kusema mstaafu sio kusema uniingize kidole kwa macho, mimi pia nitakuingiza.